Na mtazamaji wa Anwar TV, karibu tena ndani ya The Golden Boot. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika klabu ya Azam Football Club, matajiri hawa wa jiji la Dar es Salaam, jiji la maji chumvi, ambako kwa siku ya jana hatimaye wamefanikiwa kumuongezea mkataba wa miaka miwili kocha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana ya Florent Ibenge, ambaye ataendelea kusalia kuwa kama kocha mkuu kwenye kikosi hiko hadi mwaka 2028. Haya yanakuja kwenye klabu ya Azam Football Club chini ya uongozi wa rais wao Nasoro Idrissa, lakini pia Popat kumuongezea kocha huyo mkataba kutokana na sababu ambazo wamezitaja, kuwa na imani naye kocha huyo ambaye hadi hivi sasa tayari ameshawapatia mafanikio makubwa kwa msimu huu ambao bado haujamalizika, kwa kufikia malengo ambayo Azam FC muda mwingi walikuwa wakiyawaza kama sio kuyaota katika ushiriki wao katika mashindano ya kimataifa kwa maana ya CAF Champions League, lakini pia kombe la shirikisho la CAF. Kwa hiyo Ibenge tunafahamu msimu huu ndiye kocha ambaye ameipeleka Azam Football Club kwenye mashindano hayo kwenye ngazi ya hatua ya makundi kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo basi imekuwa ni chachu kwa uongozi wa Young Africans wa Azam Football Club kuendelea kumwamini kocha huyo na kumuongezea mkataba wa miaka miwili hadi mwaka 2028. Lakini pia haya yamekuja mara baada zikiwa zimepita siku chache tu uongozi wa Azam Football Club walikuwa wakihaha katika kutafuta njia nzuri ambayo wanaweza wakambakisha kocha huyu ambaye alikuwa anahusishwa na timu ya taifa ya Mali, huenda kwamba akatimkia huko, lakini Azam Football Club wamepambana katika upande wa financial na hatimaye wameamua kumbakiza kwenye kikosi hiko cha Azam Football Club. Tukumbuke kwamba Florent Ibenge ni miongoni mwa makocha ambao kwenye bara la Afrika wana ubora mkubwa, lakini pia uzoefu mkubwa ambao umewafanya kuweza kushinda mataji makubwa, likiwepo kombe la shirikisho la CAF ambako alilishinda akiwa na kikosi cha RS Berkane ambako ndiko alikuwa kama kocha mkuu, lakini pia ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa mbali na kuitumikia Azam Football Club, AS Vita Club, Al Hilal Omdurman, lakini pia ameshawahi kuwa kocha mkuu kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa maana ya The Leopards ambako alikuwa katika miaka ya 2002. Kwa hiyo Florent Ibenge ni miongoni mwa makocha ambao wana ubora mkubwa na amekuwa na kiwango ambacho kimewashawishi mabosi wa Azam Football Club kuweza kumuongezea mkataba ambao utakuwa na maslahi makubwa kwa upande wa Florent Ibenge. Hii inadhihirisha kwamba Azam Football Club bado wameendelea kuthibitisha ubora wao katika upande wa financial muscles kwa maana msuli wa kifedha, kwa sababu kuwin battle na timu kubwa barani Afrika kama timu taifa ya Mali katika kumwania kocha, hii inathibitisha kwamba Azam Football Club wako vizuri, hasa katika upande wa ushawishi wa kifedha, lakini pia kwenye kumshawishi mwalimu, kwa sababu Azam Football Club alikuwa na faida ya kuzungumza naye kocha Florent Ibenge kitu gani ambacho pengine anakihitaji ili kumpatia kile ambacho anakitaka aweze kusalia kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ndio hivyo, Florent Ibenge bado yuko sana hapa nchini Tanzania katika kikosi cha Azam Football Club, atakuwepo hadi mwaka 2028. Azam Football Club ni timu ambayo kwa msimu huu tumeshuhudia ikifikishwa pia katika hatua ya nusu fainali ya mashindano ya kombe la shirikisho la TFF kwa maana ya kombe la CRDB, ambako Azam Football Club imequalify katika hatua hiyo ya nusu fainali na wanasubiria mchezo wao dhidi ya Young Africans mwezi huu Juni, ambako ndiko utakwenda kupigwa. Kwa hiyo Azam Football Club tayari wameshalamba dume kuwa na kocha ambaye ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika, lakini pia ni kocha mwenye mkomavu mkubwa. Tusubiri tuone kitu gani ambacho Florent Ibenge kwa msimu wake wa pili, kwa maana msimu ujao akiwa na Azam Football Club, anaweza akafanya nini kingine cha ziada mara baada ya msimu huu kuweza kuonesha kile ambacho hadi hivi sasa anaendelea kukionyesha, licha ya kwamba bado msimu wa ligi kuu soka nchini Tanzania bara haujamalizika. Ni kocha ambaye amepoteza mchezo mmoja pekee, kitu ambacho kinakwenda kuthibitisha ni kocha wa namna gani kile ambacho amekifanya msimu huu. Tukumbuke kwamba katika mechi takribani 25 ambazo Azam FC msimu huu amezicheza, Florent Ibenge ni kocha ambaye ameiongoza Azam FC kwenye mechi zote
huku akiwa amekwenda sare mechi 10, lakini pia akipoteza mchezo mmoja tu peke yake kwenye mechi 25 ambazo amezicheza kwenye ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Hii sio rekodi ndogo kwa kocha ambaye ni msimu wake wa kwanza kwenye ligi ngumu kama ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Hii inadhihirisha jinsi gani ambavyo Florent Ibenge ni kocha mkubwa na mwenye uwezo mkubwa na maarifa ambayo yanaipatia Azam Football Club faida katika kudominate soka la ndani, kwa maana makombe ya humu ndani, kwa maana ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho, lakini pia katika mashindano mengine ambayo ameiongoza Azam kama muungano, lakini pia kama kombe la Mapinduzi. Tuambie, Azam Football Club hii ina maana gani kwa kumuongezea mkataba kocha Florent Ibenge wa miaka 2 hadi mwaka 2028? Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka hapa tamati, ambako ndiko makala yangu inaishia hapa kwa siku ya leo. Usisahau kutusubscribe, lakini pia kucomment kile ambacho tutakuwa tunakuletea hapa, kwa sababu wewe ndiye mtu bora na mwenye thamani kwetu kuliko kitu kingine chochote. Nikushukuru sana, hadi wakati mwingine endelea kuwa nasi Anuari TV, kwa maana hapa ndio mahala sahihi kwa habari kede za kimichezo. Na kushukuru sana, hadi wakati mwingine.